Nilitekwa. Sehemu ya pili. Nilihisi mchanganyiko wa hisia: furaha ya kuokolewa, hofu ya yaliyopita, na mshangao mkubwa juu ya kile kilichokuwa kinaendelea. Mwanamke aliyeingia alikuwa na uso wa upole, lakini macho yake yalionyesha kuwa alikuwa jasiri na mwenye maamuzi makali. Alinifikia haraka, akakata pingu zangu kwa kisu kidogo kilichokuwa kiunoni kwake. Jina langu ni Asha, alijitambulisha huku akiniangalia kwa makini. Tupo kwenye operesheni ya kijasusi. Tulijua muda si mrefu wangekudhuru. Nilitaka kuuliza maswali 100 lakini muda haukuniruhusu. Tulitoka nje ya lile jengo kwa haraka huku milio ya risasi ikiwa bado inasikika mbali. Nilipelekwa kwenye gari la kijeshi, nikafunikwa na koti kubwa la kijeshi. Kisha gari likaondoka kwa kasi huku tukiacha nyuma moshi mzito na kelele za mapambano. Tulipofika sehemu salama, Asha aliniambia tupo katika kambi ya muda ya mafunzo ya vikosi maalum, kilomita chache nje ya Moshi. Kila kitu kilihifadhiwa kwa siri. Walinzi walitembea huku na kule wakihakikisha usalama uko juu. Walinipeleka kwenye chumba kidogo lakini chenye vitanda safi na maji ya kunywa. Asha alikaa nami usiku mzima. Alinieleza kuwa sikuwa tu mwandishi wa habari, nilikuwa nimeingia kwa bahati mbaya kwenye sakata la mtandao mkubwa wa ulanguzi wa dawa za kulevya na biashara ya binadamu. Makala yangu ya uchunguzi ambayo niliichapisha wiki 2 kabla ya kutekwa, ilikuwa imegusa maslahi ya watu wakubwa serikalini na kwenye jeshi. Wewe ni tishio kwao, Asha aliniambia. Walikuteka si kwa lengo la kukuua mara moja, bali kukuvunja moyo, kukutishia na kupata taarifa za chanzo chako. Nilihisi ganzi. Sikuwahi kudhani kwamba kalamu na daftari vinaweza kuamsha mapepo makubwa kiasi hicho. Lakini sasa nilielewa huu ukweli ni hatari. Siku ya pili, mkuu wa operesheni hiyo alitaka kuniona. Alikuwa ni mwanaume wa makamo, mrefu, mwenye sauti ya mamlaka na uso usio na tabasamu. Aliniangalia kwa macho makali kisha akasema, tunahitaji msaada wako. Upo kwenye nafasi ambayo huwezi kutoka tu kama mwathirika. Umejua mengi, sasa chagua kuwa msaidizi wa haki au kushuhudia uovu ukishinda. Sikuwa tayari. Nilihisi kama maisha yangu yamegeuzwa kwa nguvu. Lakini baada ya kupewa muda wa kutafakari, nilijua sikuwa na chaguo. Kuogopa hakutabadilisha chochote. Nilimkumbuka mama yangu, jinsi alivyoniambia kila siku kuwa ukweli una nguvu ya kuvunja minyororo. Nilimjibu mkuu huyo kwa sauti ya utulivu, niko tayari kusaidia, lakini niseme ukweli, naogopa. Alitabasamu kwa mara ya kwanza, kisha akasema, hiyo hofu ndiyo silaha yetu. Ukishaijua, unaweza kuitumia kushinda. Katika siku zilizofuata, nilifundishwa mambo ya msingi kuhusu kujilinda. Kutambua watu wa ujasusi na mbinu za mawasiliano ya siri. Nilikuwa kwenye mafunzo mepesi, siyo ya kijeshi kamili, lakini ya kutosha kunifanya niwe salama na kusaidia operesheni yao ya kiintelijensia. Walinipa jina la utambulisho HMK, kifupi cha mwandishi kivuli. Kazi yangu ilikuwa kurudi mtaani, kufanya kazi kama mwandishi wa kawaida, lakini kwa siri kukusanya taarifa kuhusu kikundi kinachojulikana kama Mkia Mweusi, genge la watu waliokuwa nyuma ya utekaji wangu. Genge hili lilihusishwa na biashara haramu kutoka Afrika Mashariki hadi Asia ya Kusini, likiwa na wanachama ndani ya taasisi mbalimbali serikalini. Siku moja, nilitumwa kufanya mahojiano ya kawaida na diwani mmoja maarufu wa jiji la Arusha. Nilijifanya kama napenda kuandika makala kuhusu maendeleo ya mitaa. Hata hivyo, mawasiliano ya kiintelijensia yalionyesha kuwa huyu diwani alikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kiongozi wa tawi la Mkia Mweusi Arusha. Nilipofika ofisini kwake, nilipokelewa kwa furaha. Alikuwa mtu wa watu, mwenye tabasamu na utani mwingi. Tulizungumza kwa dakika 30 kuhusu barabara, maji na huduma za afya. Lakini wakati wa mwisho wa mahojiano, nilimuuliza swali lisilotarajiwa, uliwahi kufika Majimoto, kijiji kilichopo karibu na Moshi? Alishtuka kidogo. Macho yake yalionyesha mshangao wa sekunde 2 kabla hajarudi kwenye hali ya kawaida.
Hapana, alijibu haraka, mbona niulize hivyo? Nilisikia kuwa kuna mradi ulikuwa ukisimamiwa na halmashauri ya Arusha kule miaka michache iliyopita. Nikasema, nadhani walituma watu wa idara ya maji. Mimi sikuhusika moja kwa moja. Lakini nilikuwa tayari nimeshampata. Rejea ndogo ya mshangao usioelezeka pamoja na taarifa kutoka kwa Asha zilitosha kuanza kumsaka kwa undani. Miezi miwili ilipita nikiwa kwenye kazi hiyo. Nilifuatilia mikutano yake ya usiku, mikusanyiko isiyoeleweka na safari zake za ghafla. Mwisho wa yote, nilikuwa na ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa alikuwa anatumia nafasi yake kulinda genge la kihalifu. Siku ya kukamatwa kwake nilikuwepo. Nikiwa nimevaa kama fundi umeme wa kampuni ya kawaida, nilishuhudia askari wa vikosi maalum wakimkamata akiwa kwenye nyumba ya kifahari nje kidogo ya jiji. Alipoona uso wangu, alishtuka kisha akainamisha kichwa. Hakusema chochote. Baada ya hapo, nilitambua kuwa kazi yangu ilikuwa bado haijaisha. Diwani hakuwa kichwa cha juu. Alikuwa tu kiungo kati. Kulikuwa na wengine wakubwa zaidi. Walioko Dar es Salaam, Nairobi na hata Kampala. Nilikaa kimya kwa muda, nikijaribu kurudi katika maisha ya kawaida, lakini usingizi wangu haukuwa wa kawaida tena. Kila ndoto ilikuwa na sura za watekaji, kelele za risasi na macho ya watu waliokuwa nyuma ya kiza cha uhalifu mkubwa. Niliamua kuandika kitabu. Si kwa ajili ya umaarufu, bali kwa ajili ya kuokoa wengine kama mimi, waandishi wachanga, vijana wenye ndoto, watu wa kawaida wanaoamini katika ukweli. Kitabu hiki nilikiita Nilitekwa. Lakini hata kabla hakijachapishwa, nilipokea ujumbe mfupi kwenye barua pepe: umeanza vita. Sasa usirudi nyuma. Fuatilia mzizi wa mkia mweusi. Tunakusubiri Dar es Salaam. Je, nini kitasubiri katika jiji la Dar es Salaam? Ni nani wakubwa waliopo nyuma ya genge hili hatari? Na je, ataweza kumaliza mchezo huu wa kivuli bila kupoteza maisha yake? Sehemu ya 3 inakuja. Tafadhali bofya alama ya kengele baada ya kusubscribe ili uwe wa kwanza kuipata.